Programu yetu inaitwa Circular Economy Champion Program, ambayo lengo lake ni kutengeneza mabingwa au vinara kutoka katika shule za msingi katika masuala ya uchumi rejeshi. Programu yetu imegawanyika katika makundi makuu matatu, ambao kundi la kwanza ni utoaji wa elimu katika shule mbalimbali ambazo zinapatikana hapa Mwanza, ambapo kwa sasa tuna shule 10 ambazo lengo letu ni kuweza kufundisha masuala mbalimbali kuhusiana na masuala ya uchumi rejeshi, tukishirikiana na asasi nyingine zisizokuwa za kiserikali ambazo zinapatikana hapa Mwanza. Kila shule itafundishwa ili waweze kutoa elimu. Lakini swala la pili ni kuweza kutoa tuzo kwa shule pamoja na wanafunzi pamoja na walimu ambao watakuwa ni vinara katika masuala ya uchumi rejeshi katika hizi shule ambazo tutakuwa tunaanza nazo. Na kundi la tatu ni kuhamasisha michezo au kuwepo na mashindano au bonanza ambayo mtakuwa inahusisha masuala ya uchumi rejeshi pamoja na uchumi rejeshi, utunzaji wa mazingira pamoja na michezo. Yaani tukimaanisha pia kutoa hamasa ya uchumi rejeshi kupitia michezo. Kwa hiyo kama nilivyosema, tutakuwa na makundi matatu. Kundi la kwanza ni utoaji wa elimu au mafunzo, kundi la pili litakuwa ni utoaji wa tuzo, na kundi la tatu litakuwa ni uhusishwaji wa michezo na masuala ya uchumi rejeshi. Lengo letu hasa ni kuweza kuhakikisha kuwa kila mwanafunzi anachangia au anakuwa na mchango wake katika kuhakikisha kuwa anaweza kuhakikisha mazingira yetu yanakuwa safi na salama. Hasa tukichagiza katika kuanzia mashuleni, kwa sababu tunaamini kuwekeza katika wanafunzi na kuwa tumewekeza katika kizazi ambacho kitakuwepo kwa muda mrefu, tofauti na tukiwaelekeza wazazi ambao watakuwa kwa muda mfupi. Lakini tukiwafundisha watoto kuanzia sasa wakiwa hapa primary, tukienda tukafundisha kwa secondary, mpaka wakija kuwa na umri warau kama wa kwetu, watakuwa tayari wameshakuwa na wamekomaa na wanajua nini maana ya uchumi rejeshi na nini maana ya utenganishaji wa taka, udhibiti wa taka na kuhakikisha kwa mazingira yanakuwa safi na salama. Hivyo tu, shukrani. Project hii ipo sasa hivi katika mkoa wa Mwanza. Nini hasa nikilenga kwa wakazi wa jiji la Mwanza na namna ya kuweza kusupport mradi huu, na waambia nini wakazi wa jiji la Mwanza, kwa sababu elimu mnaifikisha kwa watoto wa shule ya msingi ambao kimsingi hawa ni mabalozi sasa wa mitaani huko kwa wazazi ambao wao hawapo. Sawa. Sisi tunaamini kitu kimoja, kuwa tunawafundisha watoto kupitia program yetu Masterclass, ambayo tunaanza kumjenga mtoto angali akiwa mdogo, kwa sababu tunaamini yeye sasa hivi ni mtoto lakini baadaye atakuwa mzazi. Lakini watoto wana ushawishi mkubwa katika familia zetu, hasa katika kipindi cha sasa. Mtoto anaweza akasema nyumbani leo tule maharage, tusile nyama. Kwa pia watoto wana influence ya kuweza kumwambia mama, hizi taka zetu tunataka tuzitenganishe. Baba, hizi taka zetu ni fursa, usitupe. Baba, hii taka tunaweza tukatengeneza bidhaa fulani. Kwa watoto katika kipindi cha sasa wana ushawishi mkubwa katika familia zetu, tofauti na zamani. Kwa hiyo tunaamini kuendelea kuwafundisha na kuweza kuwachagiza italeta mabadiliko ya kitabia ambayo yataletea mabadiliko hapo mbeleni. Lakini pia wataanza sasa kuambia wazazi, kwa sababu wazazi wataambiwa mara moja, mara mbili, mara tatu. Baadaye nao wataanza kubadilika taratibu. Lakini baadaye wakishakuwa wakubwa, hao watoto watakuwa ni maisha yao. Kwa hapo tutakuwa tumechangia katika kubadilisha tabia, hasa katika udhibiti wa taka pamoja na utunzaji wa mazingira. Hivyo kupelekea wakazi wote wa jiji la Mwanza kuweza kunufaika katika nyanja hii ya utunzaji wa taka, kwa watoto kutambua mapema taka hii inatakiwa idhibitiwe vipi na kutambua fursa ambazo zinapatikana katika aina fulani ya taka. Kwa jina naitwa Madamu Violeta Loridasi, mwalimu wa mazingira shule ya msingi Maendeleo. Sisi tunashukuru kwa ujio wenu, maana watoto wetu wameweza kujifunza jinsi ya kutunza mazingira, lakini kutokana na zile ambazo tunaziona sisi ni taka, kumbe zina manufaa katika kutengeneza vitu mbalimbali. Tumeona mapambo, tumeona vitu vingine ambavyo wanaweza kutumia taka kama kuboresha katika bustani, kufanyia urembo. Kwa hiyo tunashukuru kwa sababu umetupa kitu kizuri. Karibuni tena. Imeelezwa kwamba kutakuwa na mashindano kwa wale ambao watasimamia mradi vizuri na kutengeneza kitu cha ubunifu cha kipekee yake. Kwenye shule yenu mmejiandaje? Kwa jinsi ambavyo mwaelimisha wanafunzi, na sisi tumechukua ujuzi, tumejiandaa vema na tunategemea ushindi kama shule ya msingi Maendeleo. Moja ya ubunifu ambao mnatarajia labda kufanya kutokea kwenye mifano au shule ambao tayari mnao
labda kama upo? Kwa mfano sisi hapa shule ya msingi Maendeleo tuna bustani za mboga mboga, ina maana kuna kitu ambacho tumeongezewa zaidi, lakini tumeona kitu kizuri kingine ni jinsi ya kutengeneza kutumia vizibo kutengeneza urembo. Kwa ni kitu ambacho tutaongezea kwa wanafunzi wetu. Unawaambiaje sasa wanafunzi walioko shuleni hapa na ambao wako nje ya shule hii lakini wanatakiwa kunufaika na elimu ya namna hii, inawezekana itawasaidia hata baada ya kumaliza masomo yao? Kwa kutokana na hiki ambacho kinaitwa uchumi rejeshi, kutokana na hizo taka ambazo tumeelekezwa au tumefundishwa na wanafunzi wamepata, itakuwa fursa kwa kutumia hizo taka kujijenga kiuchumi, kwa sababu tumeona chupa, mtoto anaanza kutumia chupa kutengeneza pambo ambapo anaweza kaliweka sokoni likauzika. Kwa hiyo itakuwa mojawapo ya fursa mbalimbali katika kujinua uchumi kama kauli mbiu inavyosema, mazingira na uchumi rejeshi. Kwa majina naitwa Rahma Jailani Ayubu, nasoma darasa la 5 katika shule ya msingi Maendeleo. Kwa siku ya leo katika uchumi rejeshi tumejifunza bunifu mbalimbali kama kutumia vizibo, kutumia makopo kutengeneza kuwa bangili na makopo ya kuvunjika kutengeneza urembo wa majumbani. Kabla ya elimu ya leo kutolewa, ulikuwa una uelewa wowote na utunzaji wa mazingira kwa kutumia chupa na kutengeneza bidhaa mbalimbali? Ndiyo. Ulikuwa unajua una uwezo wa kutengeneza kitu gani? Kwenye makopo kile kide cha juu kama kilingi tunatengeneza kamba. Hiyo ndio hivyo. Kupitia elimu hii unawaambia nini wanafunzi wenzako na watoto wengine ambao hawajapata elimu hii? Tuendelee kujifunza uchumi rejeshi, nasaidia na tatunza mazingira yetu. Naitwa Lewis Laurent Peter, nasoma katika shule ya msingi Maendeleo na nasoma darasa la 6. Katika somo la uchumi rejeshi mimi binafsi nimejifunza kuwa kutunza mazingira, kwa sababu kila taka inaweza ikarejeleshwa au kila taka haiwezi kurejeleshwa. Kwa hiyo maana yake tunaweza tukazalisha uchumi wa nchi katika taka. Nawaambia wanafunzi wenzio kitu gani kutokana na elimu ambayo wao umeipata? Nawaambia wanafunzi wenzangu kuwa tutunze mazingira, maana hizi taka ambazo tunazipata zinaweza kurejeleshwa tukainua uchumi wa nchi. Programu yetu itakuwa katika makundi matatu. Kundi la kwanza haya, twendeni kazi. Haya, 1 2 3. Ilijua tu. Makofi ya mwaka 20 ngapi? Haya, twende 1 2 3. Ondoka hapa jamani. Sasa makofi ya mwaka 20 na ngapi? Sasa 1 2 3. Huko la kuangusha ndio. Twendeni huku sana jamani. 1 2. Saudi. Najifunza 1 2 3. Tukieni huko 1 2 3. Sasa mnakosea hivi. 1 2. Ganda. 1 2. Sema ganda hapo tena ganda. Sawa eh? Haya, 1 2 3. Haya, fanyeni kiboyoboyo sasa.
Ile ganda, twende. Haya, moja mbili tatu. Haya. Hii ganda tusitoe, sawa jamani eh? Haya, ganda tunayo, sawa. Haya, twende. Moja mbili tatu. Haya, mwisho mkiwa naondoka. Moja mbili ganda. Kwa jina naitwa Madam Elizabeth Agusti Chua, ni mwalimu wa afya na mazingira. Leo tunashukuru tumetembelewa kwa ajili ya mradi wa mazingira na uchumi rejeshi. Tunafurahi wametuelimisha na wanafunzi wamechukua vizuri au mafunzo na wamefurahia na wameahidi kutekeleza mradi na kuhudhuria vipindi vyote kwenye kilabu ambazo watakuwa wanafanya kuanzia tarehe 24 mpaka tarehe 14 Agosti. Kwetu sisi tuwafundisha namna ya kurejeleza taka kama vile zinazozalishwa hapa shuleni, kwa mfano karatasi na chupa za plastiki. Nadhani hivyo vitu ambavyo vinapatikana katika mazingira ya shuleni. Kwa hiyo elimu ambayo watakayoipata nadhani itawasaidia namna ya kutunza mazingira na namna ya kurejeleza hizo taka. Una nini la kuwaambia sasa wanafunzi wako kuhusiana na mradi huu, lakini pia watu wote ambao wataona mradi kama huu katika jamii? Wanafunzi ndio watakuwa walimu kule nyumbani kwao. Nadhani watakaoenda kwenye jamii zao kule nyumbani watawafundisha wale watu wanaozunguka, wazazi, ndugu na jamaa, namna ya kurejeleza taka ambazo zinazunguka kwenye mazingira ya shule. Hata hivi vile vile itawasaidia katika mitaa kuna namna ya kutunza hizo taka na namna ya kufanya mazingira yawe safi. Tunasema uchumi rejeshi mara tatu, tunainuka tunashangilia, sawa jamani? Ndio. Tunashangilia kuja kwa sawa?